Mapambano dhidi ya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu zilizopo, watu 1,536,842 kati ya watu 1,690,948 wanaishi na virusi vya ukimwi. VVU walikuwa wanatambua hali zao, wanaoishi na virusi vya ukimwi walikuwa wanatambulika na hali zao na maambukizi. Kadhalika VVU 1,545,880 wanatumia dawa za kufubaza makali ya VVU, ambapo watu wazima wenye umri wa miaka 15 na kuendelea ni asilimia 96.4. Mheshimiwa Naibu Spika, kiwango cha maambukizi mapya ni watu 60,000 kila mwaka, ambapo vijana wanaopata VVU maambukizi ni takriban asilimia 34.3 ya maambukizi mapya. Nitoe rai kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari, kwa kuwa ukimwi bado ni tishio kama takwimu zinavyoonyesha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuratibu shughuli za ukimwi kwa kutoa huduma endelevu na stahimilivu kwa VVU, kuimarisha mfuko wa udhamini wa ukimwi ili uweze kufanikisha malengo ya nchi katika kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Lakini pia tutaweka msukumo katika kupunguza maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tutahamasisha mabadiliko ya tabia katika jamii ili kupunguza maambukizi mapya ya VVU. Sambamba na hayo, serikali inatambua mabadiliko ya kisera kutoka kwa baadhi ya washirika wetu wa muda mrefu wa masuala ya ukimwi. Kufuatia mabadiliko hayo, serikali inachukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye eneo la utoaji huduma kwa VVU. Lakini pia hatua hizo zenye lengo la kuwezesha taifa letu kujitegemea zitaendelea kuchukuliwa pia katika maeneo mengine.